Karibu sana mwanafamilia ya Uhondo TV. Jina langu ni Fadhili Komba na kubidisha kilichotokea katika nchi ambazo Marekani iliingilia kijeshi Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Marekani inarudi vitani Mashariki ya Kati, eneo lenye historia ndefu ya uingiliaji kati wa kijeshi ambao Washington imehusika kwa namna fulani ambayo ilitoa matokeo ya kutiliwa shaka. Shambulio lililoanzishwa Februari 28 dhidi ya Iran ilisababisha kifo cha kiongozi mkuu wa nchi hiyo, Al Khamenei, mmoja wa walengwa wa Rais Trump, ambaye ameazimia kukomesha mpango wa nyuklia wa Iran na kuleta mabadiliko ya utawala katika Jamhuri ya Kiislamu. Watangulizi wake George Bush, baba na mwana, na Barack Obama walikuwa tayari wamefanya hivyo hapo awali, na Saddam Hussein nchini Iraq au na Muammar Gaddafi nchini Libya. Madikteta ambao walipinduliwa kwao hakukuleta demokrasia au uhuru katika nchi zao, bali kipindi cha vita vya wenyewe kwa wenyewe na ukosefu wa utulivu ambao bado unaendelea hadi leo. Huko Syria, Marekani ilisaidia kukomesha dola ya Kiislamu, lakini baada ya kuanguka kwa al-Assad mwaka 2024, makundi mengine ya Kiislamu yalichukua madaraka. Wakati huo huo, Afghanistan, utawala wa Taliban ulirejea madarakani mwaka 2021 baada ya miongo miwili ya Marekani kuingilia nchini humo. Katika makala maarufu ya mwaka 2015, mwanadiplomasia na mshauri wa usalama wa taifa wakati wa utawala wa Obama alibainisha hatua za nchi yake katika eneo hilo kama ifuatavyo. Nchini Iraq, Marekani iliingia na kuiteka nchi, na matokeo yake yalikuwa janga kubwa sana. Nchini Libya, Marekani iliingilia kati lakini haikuteka nchi, na matokeo yake yalikuwa janga kubwa sana. Nchini Syria, Marekani haikuingilia kati wala haikuteka nchi, na matokeo yake ni janga kubwa. Wataalamu wanasema ni gharama kubwa, si tu kwa Washington yenyewe, bali kwa eneo lote. Kutokuwa na utulivu katika eneo hilo kwa kiasi kikubwa kunatokana na uingiliaji kutoka nje. Ibrahim Awad, profesa wa masuala ya kimataifa katika chuo kikuu cha Marekani huko Cairo, ameeleza BBC Mundo, ingawa Iraq, Afghanistan, Libya, Syria au Yemen zilikuwa nchi zenye matatizo makubwa ya utawala au tawala za kimabavu, haya hayakuleta masuala kwa maoni ya Awad ambapo yangeweza kutatuliwa kupitia uingiliaji kati wa kigeni. Katika miongo ya hivi karibuni, Marekani imeingilia kijeshi katika nchi kadhaa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, wakati mwingine kama mhusika mkuu wa nyakati zingine ambapo imekuwa na jukumu maalum zaidi au imekuwa sehemu ya muungano mpana. Iraq mwaka 1991 na 2003 hadi mwaka 2011. Katika miongo ya hivi karibuni, Marekani imeingilia kijeshi dhidi ya Iraq mara kadhaa. Wakati nchi hiyo ilipokuwa ikiongozwa na Saddam Hussein alipovamia Kuwait mwaka 1990, ilichukua rasilimali zake za mafuta na kuimarisha nafasi yake katika eneo hilo. Muungano wa kijeshi ulioongozwa na Marekani na kuungwa mkono na Umoja wa Mataifa ulitumia nguvu kubwa ya kijeshi katika operesheni iliyojulikana kama Desert Storm. Kupitia mashambulizi makali ya anga na uingiaji wa haraka wa vikosi vya Iran, muungano huo uliweza kulikomboa Kuwait na kuwafukuza wanajeshi wa Iraki ndani ya wiki chache. Hata hivyo, Saddam Hussein aliendelea kubaki madarakani na Iraki ilikabiliwa na vikwazo vya kimataifa na kipindi cha misukosuko ya ndani kilichochochea mvutano wa kidini. Operesheni hiyo ilionekana kama mafanikio ya kijeshi yaliyorejesha sheria ya kimataifa, ikiwa ni vita ya kwanza baada ya kuanguka kwa ukuta wa Berlin na mwisho wa vita baridi, vita ya Ghuba
na pia ilifungua enzi mpya ya uingiaji wa kijeshi wa Marekani na kuweka utaratibu mpya wa dunia ambapo Washington haikuwa na mpinzani mkubwa. Mwaka 2003 muungano mwingine uliongozwa na Marekani na Uingereza ulivamia Iraki kwa madai kwamba utawala huo ulikuwa na silaha za maangamizi makubwa na uhusiano na ugaidi wa kimataifa. Hata hivyo, silaha hizo hazikuwahi kupatikana. Muungano huo ulifika Baghdadi ndani ya wiki chache na Saddam Hussein alikamatwa na baadaye kunyongwa. Lakini nchi iliingia katika mgogoro mkubwa wa vurugu uliosababishwa na uasi, mapigano ya kidini kati ya Waislamu, Washia na Wakurdi, pamoja na kuibuka kwa makundi ya msimamo mkali ambayo yalisababisha kuundwa kwa kundi linalojiita Islamic State kati ya mwaka 2014 hadi 2015. Kundi hilo lilifanikiwa kudhibiti theluthi moja ya eneo la Iraq na nusu ya Syria. Ukweli kwamba hakukuwa na mpango madhubuti uliowekwa kwa ajili ya siku kadhaa ya uvamizi, pamoja na makosa ya kimkakati kama kuvunjwa kwa jeshi la Iran na vikosi vya usalama, jambo lililowaacha maelfu ya wanajeshi wenye silaha bila kazi, wengi wao wakijiunga na waasi, uliongeza zaidi ya hali ya kutokuwa na utulivu ambayo bado inaikumba nchi hiyo. Kulingana na mradi wa Iraq Body Code ambao umekuwa ukifuatilia vifo nchini humo tangu mwaka 2003, takriban ya watu 300,000 wakiwemo raia na wapiganaji wamefariki dunia pamoja na kutokana na vurugu. Mashirika mengine yanaamini kuwa idadi hiyo ni kubwa zaidi. Kulingana na mustakabali wa Ibrahim Awad, uingiliaji wa Marekani ulisababisha kugawanyika kwa Iraki kwa msingi wa makundi ya kijamii na kidini, jambo linalopingana na mfumo wa kisiasa wa kidemokrasia wa kisiasa na ule usioegemea kundi au imani yoyote, na pia kusababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo viligharimu maisha ya mamia ya maelfu ya watu, pamoja na kuibuka kwa mashirika kama Islamic State. Afghanistan. Mnamo mwaka 2001 Marekani ilianzisha Operation Enduring Freedom nchini Afghanistan kwa ushirikiano na nchi nyingine wanachama wa NATO dhidi ya utawala wa Taliban. Washington iliamua kuvamia baada ya harakati hii ya Kiislamu yenye msimamo mkali ambayo ilikuwa imechukua udhibiti wa nchi hiyo mnamo mwaka 1996 kukataa kumkabidhi Osman bin Laden, kiongozi wa kundi la Al-Qaeda lililofanya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001 dhidi ya minara pacha huko New York na Pentagon. Uingiliaji kati huo ulifanikiwa kupindua utawala wa Taliban katika wiki chache na kuanzisha serikali mpya inayounga mkono na jumuiya ya kimataifa, lakini hiyo haikumaliza vita. Mgogoro huo ulidumu kwa zaidi ya miongo miwili kwa sababu Taliban, mbali na kutolewa, waliweza kujipanga upya na kuendelea kupigana dhidi ya wanajeshi wa Marekani na NATO. Mnamo mwaka 2020, huku ardhi nyingi zikiwa zimepotea, Marekani ilijadiliana na Taliban kuhusu kujiondoa kwao nchini humo, jambo ambalo lilianza Mei mwaka uliofuata na kuharakisha baada ya Waislamu kuchukua Kabuli mnamo Agosti mwaka 2021. Vita nchini Irani vilivyoanza mwaka 2003 viligeuza umakini na rasilimali nyingi za kijeshi za Marekani kutoka Afghanistan. Zaidi ya hayo, lengo kuu lilibadilika kutoka kuangamiza Al-Qaeda hadi mradi wa kujenga taifa ambao kama ulivyotokea pia nchini Iraq, uingiliaji kati haukuwa umetabiri mkakati wazi au makubaliano ya jinsi ya kufanikisha. Jeshi jipya na kikosi cha polisi kilichoundwa baada ya kupinduliwa kwa Taliban kilikuwa dhaifu sana na kilitegemea ufadhili na usaidizi kutoka kwa vikosi vya magharibi. Kwa hiyo vilianguka haraka wakati vikosi hivi vilipojiondoa, kushindwa kukabiliana
na kusonga mbele kwa wanaharakati wa misimamo mikali ambao hatimaye walipata tena madaraka. Zaidi ya watu 176,000 walikufa, ikiwa ni pamoja na raia na wanajeshi wa Afghanistan, wapiganaji wa Taliban na wanajeshi wa Magharibi, kama matokeo ya moja kwa moja ya uingiliaji kati wa Marekani wa miaka 20 nchini Afghanistan na vurugu zinazohusiana na mzozo huo, kulingana na takwimu kutoka kwa mradi wa gharama za vita katika chuo kikuu cha Brown nchini Marekani. Hesabu hii haizingatii vifo kutokana na magonjwa au njaa inayotokana na ukosefu wa utulivu, ambayo kulingana na vigezo vingine ingekuwa kubwa zaidi. Kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi alikuwa dikteta mwingine aliyepinduliwa baada ya kuingilia kijeshi, ambapo Marekani ilishiriki mwaka 2011. Kushindwa kwake kulipangwa ndani ya mapinduzi ya Kiarabu, wakati maandamano ya watu wengi dhidi ya utawala ambao Gaddafi alikuwa ameuongoza kwa mkono wa chuma tangu mwaka 1969 yalipokandamizwa vikali. Mgogoro ulianza kati ya vikosi vya utawala wa vikundi vya waasi ambao ulienea kote nchini. Kushughulikia hilo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliidhinisha eneo lisiloruhusiwa kuruka ndege, na Marekani ilijiunga na muungano ambao pia ulijumuisha washiriki wengine wa NATO kama vile Uingereza na Ufaransa, ambao walikuwa wameanzisha juhudi kuwasaidia waasi kulinda raia na kuwapiga mabomu wanajeshi wa serikali. Waasi walifanikiwa kuchukua Tripoli na kumkamata na kumuua Gaddafi mnamo Oktoba 2011. Lakini kama ilivyotokea Afghanistan au Iraq, mgogoro huo haukuishia hapo. Kuanguka kwa Gaddafi kuliacha ombwe la madaraka ambalo muungano huo haukuwa umepanga suluhisho. Pia kuliwezesha kuongezeka kwa vikundi mbalimbali vya silaha na wanamgambo, ikiwa ni pamoja na vikundi vyenye misimamo mikali kama vile Dola ya Kiislamu. Wanajeshi wa kimataifa ambao hawakutaka uingiliaji kati mpya na wa gharama kubwa walimaliza shughuli za mapigano baada ya kifo cha dikteta, na wakajiwekea kikomo cha kutoa ushauri na usaidizi wa mafunzo, huku baadhi ya mashambulizi ya anga yakiendelea dhidi ya watu wenye misimamo mikali. Kwa Awad ambaye anaongoza kituo cha uhamiaji na mafunzo ya wakimbizi katika chuo kikuu cha Marekani huko Cairo, uingiliaji kati nchini Libya ulifanywa bila mpango wowote wa kuitawala nchi hiyo, ambapo pia ulisababisha mzozo wa ndani na kwa athari kubwa za kiuchumi, kwa sababu Libya ilikuwa nchi inayosafirisha mafuta nje na inayopokea uhamiaji. Nchi bado imegawanyika na haina utulivu leo, huku serikali ya umoja wa kitaifa ikiwa imeanzisha Tripoli na ikitambuliwa kimataifa, lakini ambayo haidhibiti nchi nzima, ikiwa imegawanyika miongoni mwa miundo tofauti ya madaraka. Syria ilikuwa nchi nyingine iliyotikiswa na mapinduzi ya Kiarabu. Wimbi hilo la maandamano ya watu wengi ya kutaka demokrasia na kukomesha tawala za kidikteta iliyotokea katika nchi kadhaa za Kiarabu mwaka 2011. Utawala wa Bashir al-Assad ulikandamizwa na maandamano ya amani kwa nguvu na kuanzisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 15, na ambavyo ingawa utawala huo ulianguka bado havijaisha leo. Vita hivyo vikawa vita vyenye pande nyingi vilivyohusisha wahusika wa dini na nje, kundi na makundi tofauti, ikiwa ni pamoja na wanamgambo wanaoungwa mkono na serikali, waasi wa wastani, vikosi vya Kikurdi na vikundi vya Kiislamu vya misimamo mikali kama vile Al-Qaeda na Dola ya Kiislamu vilishindania udhibiti wa eneo hilo, vikibadilisha ramani ya nguvu ya nchi hiyo kila mara. Lakini hawakuwa peke yao.
Urusi na Iran zilitoa usaidizi wa kijeshi kwa vikosi vya serikali, huku Urusi ikivipa silaha, ikivipa mafunzo na kuwafadhili vikundi vya waasi vya Sunni katika mapigano yao dhidi ya vikosi vya serikali. Mnamo mwaka 2014 Marekani pia iliingilia kati mzozo huo, ikiwa na lengo kuu la kupigana na dola la Kiislamu ambalo lilikuja kudhibiti nusu ya eneo la Syria na theluthi moja ya Iraq, ambapo waliwafunza magaidi ambao baadaye walifanya mashambulizi barani Ulaya na kwingineko. Mashambulizi ya mabomu ya Marekani yalifanikiwa kuwadhoofisha wanamgambo wenye msimamo mkali ambao walipoteza udhibiti wa eneo la Syria na ambao vikosi vyao, ingawa havijatoweka kabisa, viliharibiwa vibaya. Washington pia ilitoa usaidizi kwa vikundi vya waasi, hasa vikosi vya kidemokrasia vya Syria huko Kurdistan, na hata wakati wa muhula wa kwanza wa Donald Trump, mashambulizi yaliyolengwa yalifanywa mwaka 2017 kwa makombora ya Tomahawk ili kuharibu serikali ya Bashir al-Assad kwa madai ya mashambulizi ya kemikali dhidi ya raia, ingawa hawakujaribu moja kwa moja kupindua serikali. Kwa upande mwingine, miaka iliyopita Barack Obama alikosolewa kwa kuchukua hatua kali zaidi wakati utawala wa al-Said ulipovuka mstari mwekundu ambayo Marekani ilikuwa imeweka na kutumia silaha za kikemikali dhidi ya watu wake mwaka 2013. Obama pia alikosolewa kwa kutochukua hatua kali zaidi dhidi ya viongozi wa Syria, ambaye kutokana na msaada wa Urusi aliweza kubaki madarakani hadi mwisho wa mwaka 2024. Wakati huo kundi la waasi Hayat Tahrir al-Sham linaongozwa na Ahmed Sharaa walipofanikiwa kufika Damascus na utawala huo kuanguka. Marekani imeanzisha uhusiano na serikali mpya mpito inayoongozwa na el-Sharaa, kiongozi wa zamani wa Al-Nusra Front, tawi la Al-Qaeda ambao baadaye alilivunja, ambaye Washington iliwahi kutoa zawadi ya dola milioni 10 za Marekani. Ingawa kiwango cha vurugu kimepungua, nchi bado imegawanyika sana. Kwingineko ni huko Yemen. Marekani pia imeingilia kati mara kwa mara nchini Yemen operesheni za kupambana na ugaidi dhidi ya utawala wa Al-Qaeda katika rasi ya Arabia tangu mashambulizi ya tarehe 9 hadi 11. Yemen ilitumbukia katika mzozo wa wenyewe kwa wenyewe mwaka 2014 baada ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran kunyakua udhibiti wa mji mkuu wa Sanaa. Wakati muungano wa nchi za Kiarabu ukiongozwa na Saudi Arabia ulipoingilia kati dhidi ya waasi mwaka 2015, Washington iliwauzia silaha na kutoa usaidizi wa vifaa na intelijensia, ingawa haikupeleka wanajeshi ardhini. Uasi wa Houthi ni harakati ya Washia ambayo kwa sasa inadhibiti karibu 30% ya eneo la Yemen. Uliweka utawala wa kimfumo na ukandamizaji unaoshutumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Katika muktadha wa vita vya Gaza, kundi hilo lilianzisha mfululizo wa mashambulizi dhidi ya meli katika bahari ya Sham na kuisababishia Marekani kwa kushirikiana na washirika kama vile Uingereza kushambulia ngome za kijeshi za Houthi na miundombinu ili kulinda usafiri wa baharini. Yemen ni nchi maskini zaidi katika Mashariki ya Kati na imejaa migogoro mikubwa ya kibinadamu ambao umezidishwa na miaka ya kutokuwa na utulivu. Kufikia mwaka 2023, zaidi ya watu 37,700 walikuwa wamepoteza maisha yao kulingana na shirika la kampeni dhidi ya biashara ya silaha, zaidi kutokana na matokeo yasiyo ya moja kwa moja ya mzozo huo kama vile njaa, magonjwa na ukosefu wa huduma za msingi. Takribani 80% ya idadi ya watu wanategemea misaada ya kibinadamu ili kuishi, na kuna zaidi ya watoto milioni 4 ambao hawaendi shule kulingana na data ya Umoja wa Mataifa.